naye atakuwa mkali mno. Wengi wa waovu watahuzunika mioyo na kusema, huyu hajaletwa kutoka kwa Mungu, kwa sababu kwa upanga wake atawachinja waovu, kwa upanga wake atawaua walioua, kwa upanga wake atawakata vichwa wote waliokata vichwa vya wengine. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio. Rais ambaye ataongoza nchi kwa fimbo ya chuma. Rais ambaye atakuwa mkali kwa kila mwovu. Rais ambaye atalipiza kisasi kwa kila ubaya aliyefanya ubaya miaka yote iliyopita. Kila kiongozi ambaye amewahi kutawala nchi ya Tanzania, ambaye yuko hai hata sasa, alikuwa sababu ya maumivu kwa watu wa Tanzania. Kwa mtu yoyote, uongozi wake utachunguzwa, utachambuliwa, mali zake anazomiliki sasa zitachambuliwa, atachunguzwa, mshahara alikuwa anapata kiasi gani, kiwango cha mshahara anaopata utachambuliwa toka siku anaanza kazi mpaka siku hiyo kiongozi huyo atakaposimama, atakapokaa kwenye kiti cha enzi ndani ya Ikulu. Atatafuta marejeleo yote ya viongozi wote waliopita. Atakuwa na wasaidizi wakali sana ambao watakuwa wakimsaidia kuishika fimbo ile ya chuma ambayo ataitumia kuiongoza nchi. Hakuna sauti ya kilio itasikika kwa sababu ya usaidizi wa hawa wasaidizi wake ambao nao watakuwa ni wakali sana. Watachambua kinaga ubaga kila hatua ya maendeleo ya kila kiongozi ambaye amewahi kupita. Mali anazomiliki, biashara nje na kazi aliyokuwa anafanya, au miradi nje ya kazi ambazo alikuwa akizifanya, zitachunguzwa kinaga ubaga. Kisha ataangaliwa kipato alichonacho kinafananaje na mshahara aliyokuwa nao au aliyokuwa kiupata, kinafananaje na miradi nje ya mshahara au nje ya kazi ya ajira aliyokuwa nayo. Kisha itapimwa kwa umakini mkubwa. Kiasi ambacho kitaonekana kimezidi, hicho ndicho kitakachohesabiwa kama sehemu ya ufisadi aliyofanya wakati wa uongozi wake. Kiongozi huyo ataanza kutoka ngazi ya juu kabisa ya kiongozi mpaka ngazi ya chini kabisa katika serikali ya mtaa ya kiongozi. Kila kiongozi atachambuliwa. Utajiri alionao unafananaje na ajira aliyokuwa nayo? Kama alifanya ufisadi, hakika atakinywea. Naam, kikombe atakinywea. Kama alikuwa ni askari polisi, wote waliopita mikononi mwake wakadhulumiwa haki zao, askari huyo kikombe atakinywea. Ndugu yoyote ambaye ndugu yake alipotea na hakuonekana tena, mazingira yote yaliyoonyesha kwamba alipotelea kwa mtu husika, hakika mtu huyo kikombe atakinywea ikiwa alikuwa hai. Naam, kama hayuko hai, jambo la kuhuzunisha sana nalo nimeliona ni baa kubwa mno, kwa sababu familia yake itahusika kukinywea kikombe hiko. Yeye Bwana Mungu wa majeshi, aliye mwanzo na mwisho, aongozaye watu katika mstari, hupatiliza kizazi cha kwanza, cha tatu mpaka cha nne kwa wana kwa sababu ya maovu ya baba zao. Watapata adhabu au watakinywea kikombe kwa sababu ya maovu ya baba zao. Hivyo ni wasi, kabla kiongozi huyo hajasimama, hajakaa kwenye kiti cha enzi cha utukufu wa ufalme wa Mungu aliye hai, basi ni vema
yeyote urekebishe njia zako tangu sasa, ukayatubie maovu yako. Nikwambie kutubia maovu yako ni kufanya hivi. Ikiwa unaona kuna kiwango cha mali ulizonazo, nawe unaona umeifisadi nchi, umewaumiza watu kuipata, karudishe mara 4. Kwa moyo wa dhati kabisa, nikiwa na upendo mwingi kwako, nikwambie ni heri ubaki na shilingi 50, uwe kapuku kabisa, upoteze kila ulicho nacho, uanze upya. Zote ulizozidhurumu uzirudishe kwa wenye nao. Rais ajaye, mfalme ajaye, taa ninayoiona inang'aa Ikulu ni taa yenye makali sana, yenye miali mikali mno, ambayo itachoma macho ya kila atakayetazama. Ni wasi kwa huruma za Mungu, Bwana majeshi, Mungu aliye hai. Simama hapo ulipo, geuka nyuma ukaziangalie njia zako. Ni heri ubatilishe yote aliyo mipango yako, ikiwa ni miovu, uende katika njia ya haki. Maneno haya nazungumza kana kwamba ni ya kipuuzi sana, lakini mtayarejelea maneno haya kwa machozi na uchungu mkubwa. Katika Biblia takatifu, kitabu cha Isaya sura 65 kuanzia mstari wa 17, akasema, maana tazama mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Lakini furahini mkashangilie daima kwa ajili ya hivi niviumbavyo. Maana tazama naumba Yerusalemu uwe shangwe, na watu wake wawe furaha. Nami nitaufurahia Yerusalemu, nitaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia itasikika ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza. Niliposema Yerusalemu, wewe jua kwamba nchi hii ya Tanzania imefanya kwa Yerusalemu. Rais mfalme atakayekaa kiti cha enzi ndani ya Ikulu anayekuja, atakuja kuifanya Tanzania kuwa hivi, naye atakuwa mkali mno. Wengi wa waovu watahuzunika mioyo na kusema, huyu hajaletwa kutoka kwa Mungu, kwa sababu kwa upanga wake atawachinja waovu, kwa upanga wake atawaua walioua, kwa upanga wake atawakata vichwa wote waliokata vichwa vya wengine. Waliowatesa wengine wataingia katika mateso ya mfano ule ule. Niwaambie, ikiwa wewe ni kiongozi huko sasa, nikwambie, hata kama utakuwa ni bibi unatembelea mkongoja, ni babu unatembelea mkongoja, mabaya yako yafuatana nawe hata mwisho. Haya ni maneno kutoka katika kinywa cha Bwana majeshi. Heri mtu ule atakayetilia maanani na kuzibadili njia zake. Haya yawahusu sana watawala. Uwe na wakati mwema.